Taarifa kwa vyombo vya habari. Kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha Juni 16, 2026 ilipitia mwenendo na matukio mbalimbali ya ligi na kufanya maamuzi yafuatayo. Ligi kuu ya NBC, mechi namba 203, Mbeya City FC 1, Mtibwa Sugar 0. Klabu ya Mtibwa Sugar imetozwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji na baadhi ya viongozi wa benchi la ufundi kuonekana wakifanya kitendo kinachoashiria imani za kishirikina. Wachezaji hao na baadhi ya viongozi wa benchi la ufundi walijikusanya katikati ya uwanja na kuweka duara kuashiria kuomba dua, lakini mmoja kati ya viongozi alionekana akichimba vitu chini. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47 ibara ya kwanza ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mwamuzi wakati mchezo tajwa hapo juu Liston Hiari kutoka Dar es Salaam ameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa kosa la kuonyesha mapungufu ya kuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 42 ibara ya kwanza ibara 1.8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Mechi namba 205 Mashujaa FC 0, Young African Sports Club 2. Shabiki wa Young Africans aliyetambulika kwa jina la Said Selemani Ali amefungiwa kuingia uwanjani kwa kipindi cha miezi 12 kwa kosa la kuingia kwenye eneo la kuchezea siku moja kabla ya mchezo baada ya Young Africans kumaliza mazoezi yao ya mwisho na kumwaga vitu vyenye asili ya kimiminika na udongo kutokea goli la kusini kuelekea katikati ya uwanja, kitendo kinachotafsiriwa kama imani za kishirikina. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47 ibara 2 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Mechi namba 205 Simba Sports 2, Pamba Jiji FC 1. Mwamuzi wakati Hans Mabena kutoka Tanga na mwamuzi msaidizi namba 1 Frank Komba wa mchezo tajwa hapo juu wameondolewa kwenye orodha ya waamuzi kwa mizunguko mitano kwa makosa ya kuonesha mapungufu ya kiuchezeshaji yaliyotokana na kushindwa kutafsiri vema sheria za mpira wa miguu. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 42 ibara ya kwanza ibara ya 1.8 ya ligi kuu kuhusu udhibiti kwa waamuzi. Klabu ya Simba imetozwa faini ya shilingi milioni 10 kwa kosa la mashabiki wake kumwagia maji mwamuzi msaidizi namba 1 wakipinga maamuzi ya mwamuzi huyo mara baada ya kunyoosha kibendera kuashiria mchezaji wa Simba kuotea. Hili ni kosa la kujirudia kwa mashabiki wa klabu ya Simba ndani ya msimu huu wa mwaka 2025-2026 wakitenda kosa mfanano wa hilo katika michezo mitatu tofauti na kusababisha klabu kuadhibiwa. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47 ibara ya kwanza ligi kuu kuhusu udhibiti kwa klabu. Klabu ya Pamba Jiji imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la wachezaji wake 6 kuonyeshwa kadi za njano. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni 47 ibara ya 10 kuhusu udhibiti kwa klabu. Ligi ya Championship ya NBC. Mechi namba 218 Geita Gold 3, Songea United FC 1. Klabu ya Geita Gold imetozwa faini ya shilingi milioni 2 kwa kosa la mashabiki wake kuingia uwanjani baada ya mchezo tajwa kumalizika kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara ya 18 ya ligi ya Championship. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara 62 kuhusu taratibu za mchezo. First League. Mechi namba 50A Bandari FC 2, Moro Kids FC 0. Klabu ya Moro Kids ya mkoani Morogoro imetozwa faini ya shilingi 500,000 kwa kosa la maofisa wake kushindwa kuhudhuria kikao cha kitaalamu cha maandalizi ya mchezo MCM kinyume na matakwa ya kanuni ya 17 ibara 2 ibara ndogo ya 2.2 ya First League kuhusu taratibu za mchezo. Adhabu hii ni kwa mujibu wa kanuni ya 17 ibara 62 ya First League kuhusu taratibu za mchezo. Mechi namba 56B Endowment FC vs Mapinduzi FC. Klabu ya Mapinduzi FC ya mkoani Mwanza imepoteza mchezo tajwa hapo juu na timu ya Endowment ya mkoani Kilimanjaro imepewa ushindi wa mabao 3 na alama 3 kwa kosa la timu ya Mapinduzi kushindwa kufika kwenye uwanja wa BRN Complex Kilimanjaro bila ya sababu za msingi na zinazokubalika, hivyo kusababisha mchezo huo kushindwa kufanyika. Sambamba na adhabu hiyo, Mapinduzi FC imetozwa faini ya shilingi milioni 2 na kutakiwa kulipa fidia ya maandalizi ya mchezo huo pamoja na kupokwa alama 3 katika msimamo wa ligi ya First League. Pia mwenyekiti wa klabu ya Mapinduzi FC Hemedi Msema amefungiwa kwa kipindi cha mwaka mmoja kwa kosa la klabu yake kushindwa kufika uwanjani. Adhabu hizi ni kwa mujibu wa kanuni ya 31 ibara ya kwanza, ibara ndogo ya 11, 12, 13 na 14 ya First League kuhusu kutofika uwanjani. Taarifa. Kamati imemfutia adhabu ya kufungiwa miezi 12 mchezaji Joseph Ombeni wa IAA. Mchezaji huyo aliwasilisha ombi la kupunguziwa adhabu hiyo akieleza mafunzo aliyoyapata baada ya adhabu hiyo na kuahidi kuwa balozi mzuri kwa wachezaji wengine. Ombeni alifungiwa kwa kipindi cha miezi 12 baada ya kubainika kuwa katika mchakato wa usajili wake wa kujiunga na IAA alitumia jina la Joseph Ombeni, jina sahihi, badala ya Bryson Orio ambalo ndilo linalotambulika kwenye mfumo ili kukamilisha mchakato wake kwa kujiunga na timu ya IAA.
NCAA, jambo ambalo lilionekana kukiuka taratibu za usajili wa wachezaji. Ombeni alikuwa tayari ametumikia miezi 4 ya adhabu yake, jambo ambalo pia limezingatiwa katika uamuzi na kumruhusu kurejea kwenye shughuli za mpira wa miguu. Taarifa hii imetolewa na Idara ya Habari na Mawasiliano, Bodi ya Ligi Kuu Tanzania TPLB, Juni 18, 2026.